kushinda au kuweza kuikomboa nyota yako katika mfungo wa Kwaresma. Jitahidi katika kipindi hiki usilale bila kuomba. Kuwa ni mtu mwenye tabia ya kuomba hata maombi ya usiku. Kuwa ni mtu mwenye tabia ya kuomba maombi ya usiku. Yatakusaidia katika mfungo wa Kwaresma kuweza kuikomboa nyota yako popote pale ambako imefungwa. Yatakusaidia. Toa muda mzuri kabisa kuweza kuzungumza na Mungu kila siku, msikilizaji, hasa katika wakati wa usiku. Lakini pia kitu kingine, saidia watu wasiojiweza au toa sadaka kwa watu wenye mahitaji katika mfungo huu wa Kwaresma. Utakuwa unatengeneza namna moja ama nyingine kuweza kugusa moyo wa Mungu. Toa sadaka kwa watu wasiojiweza. Kusaidia watu wenye uhitaji kunaongeza mwanga wa kiroho ndani yako. Kunasaidia kugusa moyo wa Mungu na Mungu kukutizama kwa jicho la tatu, kuona kwamba basi huyu mtu wangu ninapaswa kuweza kumsaidia ili pia aweze kusaidia watu wengine sana katika vitu kedekede au katika vitu mbalimbali. Basi tumia mfungo wa Kwaresma kuweza kusaidia watu. Usitumie mfungo wa Kwaresma kuweza kunyanyasa watu, kuweza kuharibu maisha ya watu, kuweza kuharibu hatima za watu. Usitumie mfungo wa Kwaresma kuweza kuwafanya watu watoe machozi kwa ajili yako. Itumie kama neema, itumie kama baraka kwenye maisha yako, na Mungu atayagusa maisha yako. Mungu atagusa familia yako. Mungu atakugusa. Kuna vitu utaanza kuvipata katika ulimwengu wa roho vitakavyoanza kukushangaza. Tumia mfungo wa Kwaresma ili uweze kusaidia maisha yako. Lakini pia mfungo wa Kwaresma utakusaidia kabisa kuweza kumtambua adui yako katika ulimwengu wa roho. Inawezekana kabisa adui yako alikufunga katika ulimwengu wa mwili ulikuwa ufahamu. Lakini pia tumia mfungo wa Kwaresma, msikilizaji, kuweza kufanya maombi ya kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Shukrani za kila siku katika mfungo wa Kwaresma zinakusaidia kuweza kuongeza nguvu ya kiroho na kuweza kuondoa vizuizi vya hatima yako. Vinakusaidia kuweza kuondoa vizuizi vya hatima yako. Lakini pia pointi ya muhimu kabisa, msikilizaji, ni hii hapa. Mtu yoyote yule anayepata kitu kutoka kwa Mungu ni mtu anayefunga na kuomba akiweka imani mbele za maombi yake. Hata kama ukifunga na kuomba, kama hujaweka imani katika mfungo wako, msikilizaji, hauwezi kuyapata ya Mungu. Utakuwa ni mtu ambaye unafunga na kuomba kila siku, lakini miujiza ya Mungu inakupita. Unakuwa mbali na baraka za Mungu, unakuwa mbali na neema ya Mungu. Vitu vya Mungu vizuri vinakupita. Unakuwa ni mtu tu ambaye unamiliki vitu vibaya kwenye maisha yako. Vizuri vyote vinakaa mbali na wewe. Tumia fursa hiyo pia kuweza kuwa na imani. Wekeza imani yako ili uweze kuyapata mambo ya Mungu. Kuwa na imani katika kila hatua na Mungu atakusaidia. Watu wengi ambao waliutumia mfungo wa Kwaresma kwa bidii waliona nyota zao zilikuwa zimeinuka tena. Waliona nyota zao zilikuwa zimeanza kukua na kuanza kufanikiwa. Mfungo si mzito, bali mfungo ni silaha ya kiroho ya kuimarisha maisha yako. Mfungo si mzito, ila mfungo ni silaha ya kiroho ya kuimarisha maisha yako. Kama unaona unafunga lakini pia unaomba unachelewa kujibiwa, unafunga lakini pia unachelewa kujibiwa, usikate tamaa au usichoke. Nyota yako inakufuata taratibu. Huwezi kupata nyota haraka, inakufuata kwa taratibu. Hivyo usikate tamaa, endelea kumtafuta Mungu, endelea kufunga, endelea kunyenyekea, endelea kusugua magoti, kupiga magoti, na uendelee kuomba. Baraka zako zitakufuata wakati ambapo utakuwa hujatarajia. Ukisoma kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema